Jina langu naitwa Irene Goele, ni kaimu mkurugenzi wa mawasiliano na huduma kwa wateja wa shirika la umeme Tanzania TANESCO. Leo tumewaita hapa wanahabari kwa taarifa ya kampeni yetu ambayo inaanza rasmi leo ya kuhamasisha ulipaji wa madeni kwa wateja wa malipo ya kabla na baada, lakini pia utoaji wa elimu ya miundombinu ya umeme katika kuilinda. Kampeni yetu hii ambayo inaanza rasmi leo tarehe 19 imepewa jina ya lipa deni, linda miundombinu, tukuhudumie, ikienda sambamba na kauli mbiu ya huduma endelevu huanza na wewe. Sasa malengo ya kampeni yetu hii ni makubwa mawili. La kwanza ni kuhamasisha ulipaji wa madeni kwa wateja wetu wa malipo ya baada. Kama mnavyofahamu, TANESCO ina wateja ambao wamegawanyika katika makundi mawili, wale ambao wanatumia umeme na kulipa kabla na wale ambao wanatumia umeme na kulipa baada. Sasa tunayo changamoto ya uwepo wa madeni ya wateja wa malipo ya baada, kwa maana wateja wakubwa na wateja wa kati, ambayo tumeona ni vema tukitumia fursa hii kuweza kuwakumbusha na kuwahamasisha wateja wetu wote kwenye maeneo yote nchi nzima kulipa umeme kwenye bili zao kwa hiari, kwa sababu kumekuwa na limbikizo la madeni ambayo kwa sisi kama shirika yanatupa changamoto kwenye kuendesha shughuli zetu. Kwa hivyo tukaona ni wakati mzuri wa kuweza kuwakumbusha wateja wa malipo ya baada kuweza kulipa bili zao za ankara za umeme. Lakini pia katika kundi hili zoezi hili litakwenda sambamba na msamaha wa riba. Kwa hivyo tumefungua milango TANESCO kwa ajili ya kuzungumza na wateja, na tutakwenda kuzungumza na wateja, lakini pia tunawapa fursa ya kuja ofisi TANESCO kwa lengo la kuweka mpango mezani ambao utasaidia kuhakikisha kwamba madeni hayo yanalipwa kwa msamaha wa riba kwa jinsi ambavyo tutakuwa tumekubaliana nao. Sasa pia katika kampeni yetu hii inawahusu pia wale ambao ni wateja wa malipo ya kabla, kwa maana mita za luku. Katika eneo hili kuna wateja wale ambao walibadilishwaga mita za zamani kutokana na katika eneo hili kuna wateja ambao walibadilishwaga mita za zamani wakiwa na madeni na yakahamishiwa katika mita za luku. Sasa pia tumeona kuna kusuasua kwa wateja kununua umeme ili kuhakikisha kwamba wanalipa yale madeni ya zamani ambao walikuwa nayo. Kwa hivyo tukasema pia ni wakati wa kuwakumbusha wateja wa kundi hili kuweza kuendelea kununua umeme ili kulipa madeni yao ya nyuma ambao walikuwa nayo. Lakini katika kipindi cha kampeni hii pia tutakwenda sambamba na zoezi la ukaguzi wa mita za luku. Zoezi hili litafanywa kwa wateja wa kawaida, na katika eneo hili tutakuwa tukifanya ukaguzi kuangalia mita ambazo hazifanyi kazi vizuri au zimeishi kwa muda mrefu na hivyo zinapelekea upotevu wa mapato. Lakini pia katika eneo hili kuna kundi la wateja baadhi ambao sio waaminifu, wamekuwa na tabia ya kuchezea mita. Kwa hiyo zoezi hili pia litawahusu wao kwa lengo la kuchukua hatua stahiki za kisheria kwa wale ambao walikuwa na bypass umeme, lakini vile vile kuhakikisha kwamba mita za wateja wetu wote za luku zinafanya kazi vizuri. Sasa kama nilivyosema, zoezi hili linakwenda katika maeneo mawili. Kampeni hii itahusu pia upande wa ulinzi wa miundombinu. Kama ambavyo mmekuwa mkishuhudia na kuona katika vyombo mbalimbali vya habari kwamba kumekuwa na changamoto ya uharibifu au wizi wa miundombinu ya umeme. Na kwa sisi kama shirika pia tumekuwa tukipata athari katika eneo hilo, hasa kwenye wizi wa transformer, na kwa takwimu ndogo tu za kuanzia kipindi cha Juni 2024 mpaka Disemba 2024 tumepata takriban kesi 63 za uharibifu na wizi wa miundombinu ambazo zimetupa hasara kwenye shirika kwa takriban milioni 770. Sasa tukaona pia ni wakati mzuri tuwashirikishe wananchi kwa kuwaelimisha umuhimu wa kulinda miundombinu hii ili tuendelee kuweza kuwahudumia. Na kampeni hii pia tutakuwa tukipita kutoa elimu hiyo kwamba wasiogope wanaposikia au kujua kuna njama zozote za kuweza kuharibu miundombinu ya TANESCO, watoe taarifa na tutawapa ushirikiano
ili tuweze kuhakikisha kwamba changamoto hii tunaipoteza kabisa. Ulinzi wa miundombinu ya umeme ambayo ni ya umma ni jukumu la kila mwananchi, kwa maana jukumu hili lipo kwa upande wa TANESCO na upande wa mwananchi. Na kwa mwananchi, kwa sababu athari za uwizi wa miundombinu unaathiri, kwa kuwa miundombinu hii ikiharibiwa maana yake huduma ya umeme itakosekana. Lakini pia kwa shirika, kama miundombinu hii inapohujumiwa, sisi pia tunapata hasara, tunashindwa kutekeleza miradi mingine ya kuendelea kuwapatia huduma wa Tanzania. Kwa hiyo kampeni hii italenga kutoa elimu katika upande huo wa ulinzi wa miundombinu, na itafanyika nchi nzima, ambako tutakuwa tukipita kwenye maeneo mbalimbali kuwashirikisha wadau na vyombo vya habari ili kutoa elimu ya ulinzi wa miundombinu ya umeme. Sasa ningependa pia nitumie fursa hii kutoa rai. Kwanza kwa wateja wetu ambao wana madeni TANESCO nchi nzima, tunawakumbusha kulipa madeni hayo kwa hiari, ili basi sisi tuweze kuwezesha kufanya shughuli zetu za kila siku, kwa sababu madeni haya yamekaa muda mrefu. Na lakini vile vile wakati tumefungua mlango huu wa kuwa na msamaha wa riba, basi waitumie fursa hiyo vizuri kwa hiari kuweza kulipa madeni yao. Lakini pia nitoe rai kwa wananchi kwenye upande wa ulinzi wa miundombinu. Tunaomba ushirikiano wao pale ambako watakuwa wakipata taarifa za kusikia au kuhisi kuna njama zote za uharibifu wa miundombinu ya TANESCO, kutoa taarifa TANESCO. Wanaweza kutupigia namba yetu ya huduma kwa wateja 180 ya bure bila malipo, lakini pia wanaweza kufika ofisi TANESCO au wakatoa taarifa kwenye vyombo vya dola. Na kwenye hili pia ni shukuru vyombo vya dola kwa kuwa tumekuwa nao na wameshirikiana nasi kwa sehemu kubwa kuendelea kutokomeza hii hali ya wizi wa miundombinu ya umeme. Kwa hivyo kampeni hii ya lipa deni, linda miundombinu, tukuhudumie, inaanza rasmi leo na itafanyika nchi nzima, na ni kampeni endelevu. Mwisho kabisa, nipende kuwakumbusha wateja wetu kutumia namba yetu ya huduma kwa wateja ya 180 ambayo ni namba ya bila malipo. Lakini pia niwakumbushe kutumia nishati safi ya kupikia ya umeme, kwa kuwa umeme ni nishati nafuu zaidi jikoni na ni gharama nafuu. Na kama ambavyo tumekuwa tukisikia viongozi wakihamasisha, na sisi kwa kuwa TANESCO ni wadau wa uzalishaji wa umeme, nishati ambayo nayo ni chanzo cha nishati safi ya kupikia, basi ni wahimiza Tanzania kutumia nishati safi ya kupikia ya umeme. Wasiogope, umeme ni gharama nafuu ukitumia vifaa sahihi vya kupikia jikoni.